Naam, basi karibu katika mzigo mpya. Hii inaitwa Hidden Identity na hii ni episode ya kwanza. Basi twende sambamba. Basi tulikuwa tunasikia sauti nzito iliyokuwa inasema kwamba tunafanya kazi hii katika hali ambayo ni ya umakini mkubwa ili kuweza kuwakamata watu waliokuwa wanajihusisha na masuala ambayo ni haramu katika ulimwengu huu. Basi katika mji mmoja huko Korea. Sasa hapa tunaona moja kati ya treni ambayo treni ilikuwa ni ya umeme. Katika treni hii kuna maafisa ambao ni maafisa wa siri. Hawa wote hawajulikani, hata taarifa zao zilikuwa hazifahamiki. Lakini mwamba mmoja alikuwa amevaa miwani, huyo anamuita Choi, ni mmoja kati ya watu wasiojulikana. Alitumiwa taarifa ya kijana mmoja ambaye alikuwa ndani ya treni hiyo, na kijana huyo alikuwa anajihusisha na utengenezaji wa vitu ambavyo ni haramu. Kuna kifaa ambacho alikuwa anataka kwenda kukiuza katika siku ya leo, lakini pia kijana huyu mdogo huaga anacheza magame sana. Hasa treni ilipokuwa imefika katika eneo ambalo anataka kuweza kushuka, kijana huyu mdogo alishuka na kisha akaanza kufuatiliwa taratibu na huyu mwamba anaitwa Choi. Hapo tunamuona mmoja kati ya mtu aliyekuwa anashuka kwenye gari anaingia katika hoteli moja. Mtu huyu taarifa zake ziliweza kupelekwa na mtu huyu, jina lake anaitwa Jung. Huku nyuma yake alikuwa na Lieutenant Min Tai. Huyu mtu alikuwa anafanya kazi kama undercover, na katika hoteli hii kuna maafisa pia walikuwa wanajifanya wao kama wahudumu, wanaweza kumhudumia mtu huyu, na kisha alikuwa ameweza kupeleka ile kadi. Alikuwa pia ni mtu wao ambaye ni Lieutenant Min Tai. Mtu huyu alikuwepo anafanya kazi kama undercover, na bosi huyu ambaye anaitwa Jung alikuwa afahamu kitu kile. Maaskari walikuwa wanawasiliana kwa ishara mbalimbali katika eneo hili, na yote hii ilikuwa ni mission ya kuweza kugundua kwamba nini ambacho kinaenda kuuzwa katika eneo hili, ni kifaa ambacho ni cha nani na kwa nini kinauzwa katika eneo hili. Sasa kipindi ambacho IT aliyekuwa anafanya kazi anaitwa Jinduk. Huyu ni IT ambaye ni mkali sana wa masuala ya internet. Aligundua taarifa za kijana huyu mdogo na pale akaanza kuzisambaza. Sasa hapo tunamuona mtu mmoja ambaye anaitwa Gonhu. Huyu ni mmoja kati ya askari ambaye ni wasiri pia, na yeye pia waga anaishi katika mjengo mmoja juu kabisa. Waga ni mtu ambaye ni mkimya na ana stress. Siku ile aliweza kupigiwa simu na mmoja kati ya mfanyakazi mwenzake ambaye anaitwa Changmin. Huyu ni mmoja kati ya mtu ambaye katika siku ya leo alikuwa na birthday ya mtoto wake. Walikuwa wanamwalika Gonhu, na Gonhu aliweza kupigiwa ile simu akaweza kuipokea. Katika siku iliyokuwa imeweza kufuata, mwamba anaitwa Changmin alimlaumu sana, alikuwa anampigia makelele kwa nini mwamba hakuweza kufika, kwa sababu alikuwa ameweza kumpa zile taarifa. Na Changmin alikuwa anampenda sana mtoto wake, na familia kwake ndio kitu ambacho ni cha muhimu sana. Sasa katika siku ya leo walikuwa pia wana kazi ya kuweza kuifanya. Hao wote ni watu wasiojulikana, walikuwa wanapaswa kuweza kumtafuta mtu mmoja ambaye mtu huyu pia ni mmoja kati ya mtu ambaye anafanya kazi ambazo ni haramu. Huyu mwamba alikuwa anaitwa Park Somo, na katika siku ya leo alikuwa anategemea kuweza kufika katika eneo hili hapa. Sasa huyu mwamba ambaye anaitwa Gonhu ni mmoja kati ya partner ambaye waga pende kelele kabisa. Ila sasa Changmin alikuwa anaongea sana kiasi kwamba akamfanya hata Gonhu aweze kujisikia vibaya. Lakini hapo basi huyu mwamba ambaye ni Gonhu akasema kwamba anataka kwenda kununua kahawa. Kabla hajatoka kwenda kununua kahawa, akampatia zawadi ya viatu, ambavyo viatu hivi vilimfurahisha sana huyu mwamba ambaye anaitwa Changmin. Rafiki yake alifurahi na kusema kwamba kumbe unamjali mtoto wangu, nimefurahi sana kuweza kupata zawadi hii, nitampelekea na atafurahi sana. Wewe ni ndugu yangu, na ndio maana watu wengi walikuwa wanasema kwamba hataki kufanya kazi na wewe, lakini mimi hapa pia niliweza kukubali kufanya kazi na wewe. Akamsifia kinoma, akatoa mpaka siri kwamba watu hawataki kufanya kazi na yeye, lakini yeye alikubali tu. Hapo mwamba akaweza basi kuondoka zake katika gari kwenda kununua kahawa. Kipindi ambacho ananunua kahawa, hapo kuna gari moja liliweza kufika pale, na hapo ile gari ilipoweza kufika, sasa si ndio amuone kwamba yule Park Somo ambaye ndio gaidi wanomtafuta katika siku ya leo, na walitegemea kwamba atafika hapa kwa taarifa ambazo kwa amezipata za ndani kabisa. Sasa kipindi ambacho anampigia mwamba ambaye ni Gonhu, hapo akagundua kwamba kumbe simu yake alikuwa ameacha ndani, kwa akafanya maamuzi ya kwenda kumfuata Park Somo peke yake. Alivyoona tu akaanza kumuita Park Somo. Sasa Park Somo anashangaa, huyu mtu nani, mbona ananitaja jina lake kama vile ananijua kabisa. Sasa hapo kipindi ambacho anajaribu kuweza kuongea nao, Park Somo alikuwa ametoa ile stick ya kucheza golf. Hii stick ni nzito, yani ni ya chuma kabisa. Park Somo hapo akawa amemwambia bodyguard wake kwamba naomba uende kumstopisha. Bodyguard akaenda kumstopisha huyo askari, yani Changmin. Baada ya kuweza kuona kwamba huyo bodyguard anaanza basi kuweza kumzoea, hapo akaweza kumsukuma chini. Kipindi ambacho amemsukuma chini akiwa anashangaa, Park Somo naye akafanya maamuzi ambayo si ya kawaida, akampiga na ile stiki tena katika kichwa chake. Hapo Park Somo
alikuwa ameweza kusababisha mauaji. Hasa zile kelele za watu kupiga uwi pale pale zikaweza kumfikia Gun-Hu. Gun-Hu akaja basi na vile vikombe vyake vya kahawa, kisha akamwona kwamba yule partner wake yupo chini, akakimbiza lile gari. Yaani baada ya kuweza kukimbiza lile gari kwa dakika kadhaa, akaona kwamba huu ni ushenzi huu. Hawa watu ni kina nani? Hasa huyu Park Seo-mo akawa anaangalia kwamba huyu nani anayetukimbiza. Kisha hapo basi akaja kugundua kwamba huyu mwamba anapaswa basi kupelekwa hospitalini, yani Changmin. Mwamba akafanya jitihada zake kwa ajili ya kuweza kuita ambulance, akampeleka hospitalini. Madaktari waje kutoa taarifa kwamba wamefanya juu chini, lakini hakuna kile ambacho kimeweza kuwezekana kwa siku hii ya leo. Dakika za jioni kabisa, Gun-Hu aliweza kuiona familia ya kwake Changmin, ambapo familia hili ilikuwa inalia sana. Akaondoka pale akiwa na mawazo sana. Katika gari ni kama vile alikuwa anapata kumbukumbu kwa kile ambacho mwamba Changmin alikuwa amesema katika nyakati za mchana kwamba anatamani kuweza kumkamata huyu drug dealer, yani muuza madawa kulevya, angalau basi aweze kupunguza idadi ya watu ambao wanapata matatizo katika jamii. Anawasababisha watu wengi sana wanapata madhara. Mwamba akaingia katika moja kati ya klabu, ambapo klabu hii ni ya huyu mwamba ambaye anaitwa Park Seo-mo. Park Seo-mo hajui hili wala lile. Mwamba alipofika pale aliweza kupata simu kutoka kwa team leader. Team leader alikuwa anamzuia kwamba naomba Gun-Hu usifanye maamuzi ya aina yoyote. Hawa serial killers, inamaanisha kwamba hawa watu wasiojulikana, ID ni identity, wasiojulikana na mtu aina yoyote, wamefungiwa GPS. Sasa wanaofanya movement ya aina yoyote ile wanajulikana mahali ambako walipo, na serikali ilikuwa inajua kwamba hii klabu ni ya mtu fulani, ya Park Seo-mo. Sasa alipofika pale basi ndipo aliweza kumpigia simu. Park Seo-mo anashangaa kwamba kuna mtu ambaye alikuwa anamtazama tena kwa hasira sana. Mwamba alikuwa amejiandaa kwa ajili ya kuweza kupigana. Akawaambia mabodyguard wake kwamba wafike pale kwa ajili ya kuanza kupigana naye. Hapo mabodyguard wake wakaanza kutembeza mkono. Kijana huyu ambaye ni Gun-Hu alikuwa anapiga mkono kinoma noma. Aliwatembezea kiasi kwamba mpaka Park Seo-mo akaona kabisa kwamba hili ni jambo ambalo ni janga. Akaamua kuweza kukimbia upstairs katika eneo la juu kabisa ya roof ya ofisi yake. Hapo katika eneo la juu ya ofisi akafika pale na kuanza kumuuliza, "Wewe nani? Mbona unanifatafata? Unataka nini katika maisha yangu?" Ndipo alipomwambia kwamba mimi ni polisi. Akaanza kujipiga kichwa na kusema kwamba nimefanya makosa gani tena mimi jamani? Nini ambacho nimekifanya? Ndipo Gun-Hu akamwambia kwamba umemuua mtu ambaye hakupaswa kufa. Ni mtu ambaye alikuwa na familia. Sasa ndipo huyu mzee kichwa chake kilipokuwa kibovu kwa sababu ya pesa zake akasema kwamba okay, nitafanya compensation. Yani nitafanya malipizi kwa kile ambacho nimekifanya. Unataka shilingi ngapi? Nataka nitoe kama rambirambi yangu. Milioni 18, milioni 20. Sema kitu chochote kile. Hapo Mwamba akaona huyu mjinga anaongea nini. Akamwambia kwamba unajua kwamba ana mtoto mtu yule alikuwa ameweza kumuua. Ana familia. Watu wameweza kuumia sana. Kwa nyakati hizo team leader aliweza kufika pale. Kisha akasema kwamba naomba uache Gun-Hu. Asa Gun-Hu akaona kwamba huu ni ushenzi huu. Asa nyakati hizo Mwamba ambaye ni Park Seo-mo hapo akawa basi amejiandaa angalau basi aweze kufungwa pingu. Gun-Hu akaona huu pumbavu. Mtu aende magereza kwa kesi ambayo ameshamuua mtu mmoja ambaye alikuwa anampenda sana hapa duniani. Akashuka naye kuanzia juu mpaka chini katika eneo la gari. Kisha huyo mzee wa watu Park Seo-mo naye akamalizikia pale akafa. Sasa katika siku ya mazishi ambako basi Changmin ndipo basi alikuwa anazikwa, watu wengi waliweza kufika pale, lakini kibaya zaidi ni kwamba mtoto wake alikuwa analia kinoma noma. Mwamba aliumia sana moyoni mwake na kisha akaamua kubaki wa mwisho kabisa angalau basi aweze kuongea na rafiki yake katika nyakati za mwisho. Ni mtu ambaye alikuwa anafanya naye kazi kwa umakini mkubwa sana. Kesi hii ilikuwa kesi kubwa sana kwa upande wa serikali, lakini pia katika kikosi chao hakupaswa kuweza kufanya maamuzi ya kuweza kumuua Park Seo-mo kwa sababu serikali ilikuwa imepanga kuweza kumfanyia kile ambacho ni stahiki yake. Mwamba aliweza kupewa adhabu kwa miezi 6 hatofanya kazi katika timu yake ya identity, watu wasiojulikana. Team leader alifika pale na kuweza kumpa pongezi kwa kile ambacho amekifanya, lakini pia akampa pole na kumwambia kwamba tunaumia sana kwa kile ambacho kimeweza kutokea, lakini pia usijilaumu kwa sababu rafiki yako alivyokufa haikuwa ni lengo lako. Sasa katika timu ambako huyu mwamba ambaye ni Lieutenant Min Tae alikuwa anafanya kazi na Jung, huyu ni gaidi ambaye anapaswa kuweza kwenda kununua kile kifaa ambacho ni kifaa hatari sana. Katika siku ya leo alikuwa basi anaweza kumpangia tai ya kuweza kujifunga. Basi bosi huyu alikuwa anamwamini sana, anasema kwamba tumefanya kazi kwa muda mrefu, unajua nini ambacho mimi nakipenda kwa hivi sasa? Basi mwamba akamwambia kwamba tumefanya kazi kwa miaka 3 na wewe ni mtu bora sana. Sasa Lieutenant yeye ni siri kwamba hatakiwi kusema kama yeye ni Lieutenant, ila anaamini kwamba yeye hapo ni mtu ambaye anaaminika sana katika timu hii ya kwake Jung, ambaye ni gaidi ambaye anafanya manunuzi ya vitu ambavyo ni haramu. Sasa
timu yake imeweza kumpa kazi ya kuweza kufanya kazi na mtu huyu, angalau basi waweze kugundua vitu vingine vingi sana. Huyu mwamba ambaye ni Mintai, ambaye ni lieutenant, alikuwa anamsifia sana, na kisha alikuwa anamwambia kwamba bosi wake kuna vitu ambavyo anavipenda. Huku mtaani ambako mwamba ambaye anaitwa Gun alipokuwa anaishi, maisha yake yalikuwa yanazidi kuendelea, na kila siku alikuwa anawaza maisha yake katika siku zijazo yatakuwaje, kwa sababu alikuwa amemisi sana rafiki yake kipenzi. Sasa timu nzima ilikuwa inafanya ukaguzi katika hoteli ambayo huyu mwamba ambaye anaitwa Jung pamoja na Lieutenant Mintai walikuwa wamefika pale, lakini huku yule muuzaji ambaye ni kijana mdogo sana alikuwa ameweza kutengeneza kifaa ambacho ni hatari. Alipokuwa anaelekea, alienda katika eneo ambalo ni chumba ambacho ni cha siri kabisa. Chumba hichi kilikuwa kina hata kamera zilikuwa basi zimewekwa pale, zilikuwa kamera za siri. Hapo kifaa kiliweza kutolewa, lakini chini ya meza Lieutenant Mintai alikuwa ameweka skana, na skana hii ilikuwa ni kwa ajili ya kuweza kuskani na kuweza kugundua kwamba kile kifaa ni kwa ajili ya nini. Huku IT ambaye anaaminika sana na timu hii ambaye anaitwa Jinduk alikuwa anafanya kazi hiyo. Huku bosi huyu ambaye anaitwa Jung alikuwa anataka kwenda kugundua kwamba kile kifaa kinafanya kazi kwa asilimia ngapi. Kwa hiyo akamwambia huyu kijana mdogo basi aweze kukiactivate kile kifaa, na kisha aweze basi kuonyesha namna ambavyo kile kifaa kinafanya kazi. Katika nyakati hizo walikuwa wanahitaji basi kuweza kukifunga kile kifaa na kuweka katika begi lao, lakini kwa sababu ya kuskani kile kifaa, Lieutenant Mintai alikuwa ameweza kutoa wazo jipya na kusema kwamba ni kwa nini tusimpe pesa kwanza kijana huyu ili aweze kuondoka, na kisha baada ya hapo tukichukua kifaa chetu, na baada ya sekunde kadhaa tuondoke katika hoteli hii. Bosi alishtuka sana kusema kwamba huu ni mchezo gani huu? Hatujawahi kufanya biashara kwa staili hiyo. Yaani kwa kuwa leo umeruhusu hilo jambo litokee, basi mletee pesa zake. Kijana mdogo aliweza kupewa nafasi ya kuweza kukiactivate kile kifaa, na huku timu nzima ilikuwa imebakiza dakika 2 tu, ambazo dakika hizi kile kifaa ndipo basi kinaweza kufanikiwa basi kiweze kuwa scanned, kwa sababu mashine ya kuscan ilikuwa chini ya meza na ilikuwa inafanya kazi kwa utaratibu maalum. Sasa hapo akamtuma mmoja kati ya mzee ambaye tunamfahamu kwamba naye ni mtu asijulikana, anajulikana kama vile Choi, lakini katika siku ya leo hapa mbele ya Jung ambaye ni tajiri yake, bosi wake Lieutenant Mintai, yeye akajitambulisha kwa jina ambalo ni la ajabu. Sasa bosi huyu kipindi ambacho anamtazama kwa macho ambayo ni ajabu, na yeye pia akajitambulisha, bana, mimi naitwa Kong Samo. Mimi ndo muhusika, yani ndo chief in charge katika swala zima la chakula, na katika chumba hichi ni chumba ambacho ni cha VIP, very important people, na katika siku ya leo nimekuletea wine. Hii wine ina miaka 90, na katika siku ya leo basi nataka basi uende kuionja wine hii. Sasa kumbe wanajaribu kuweza kuvuta muda, zile dakika basi ziweze basi kwenda kutimia. Dakika ya kwanza ikawa basi imeshaweza kuisha, na akaweza kumwekea ile wine. Mwamba alisifu sana. Huku katika timu nzima ambako team leader pamoja na IT walipokuepo, walikuwa wanasubiria zile dakika basi ziweze basi kwenda kutimia. Dakika zilipokuwa basi zimeweza kutimia, Mwamba alitoka katika eneo basi lile pale pembeni, na kisha akamshukuru na kusema kwamba boss, tunashukuru sana, kama utahitaji wanawake katika chumba chenu, basi mimi nipo tayari kwenda kuwaletea wanawake. Huku timu nzima ilikuwa imeshaanza kupata taarifa kwamba kifaa kile ni kifaa cha kuzima kamera. Hapo wakakijaribu katika ofisi zao. Basi katika zile ofisi zote ziliweza kuzimika zile taa. Wakafanya mpango kwenda basi kumfuatilia kijana, kwa sababu ni kijana ambaye ni hatari sana, kwa sababu gani ameweza kutengeneza kile kifaa. Wakamkimbiza akaweza kutoka nje. Huku assistant manager ambaye anaitwa Jangmin pamoja na Choi wote kwa pamoja walikuwa wamefeli katika mchongo ule. Kijana wa watu akawa ameweza kutoka katika eneo la nje, akakutana na team leader akamshika pale akampiga mtama wa ajabu, kisha gari likafika pale. Hapo akatekwa. Kijana wa watu hajui hili wala lile kwamba watekaji hao ni watekaji wa namna gani. Watekaji hao waliweza basi kuna kumuuliza maswali mengi, wakamuonyesha mpaka kile kifaa chake mwenyewe anazuga kwamba hakifahamu kile kifaa. Kijana wa watu anajidai kama vile hakijui kabisa. Akamwambia mpo, acha ujinga wewe, hichi kifaa ni kifaa chako na wewe ndio ambaye umeweza kukitengeneza, tunaomba uweze kutuambia kifaa hichi kinakwenda kutumika wapi. Kijana wa watu hajui kwamba kile kifaa kinakwenda kutumika wapi, ile hapo tayari ameshaweza kukiuza na ameshapewa zake kibunda. Bosi huyu alifanya utaratibu maalum kwenda kukutana na Lieutenant Mintai ambaye ndio tegemeo lao la mwisho, ambaye anaweza kuambia kwamba kifaa hicho kinaenda kutumika wapi. Wakakutana katika eneo basi la training. Basi Lieutenant Mintai anajifanya kama yeye anasoma gazeti, na kisha bosi wa watu akawa anaongea maneno ambayo maneno haya yalikuwa basi kila mmoja amwangalie mwenzake. Wakapeana pole kwanza kwa kile ambacho kimeweza kumtokea Changmin ambaye ni mmoja kati ya wafanyakazi wenzao, na hapo wakapeana mawazo mapya kwamba anapaswa kuweza kufanya juu chini asigundulike katika timu hii, kwa sababu watu hao wakiweza kugundua lile jambo basi wanaweza kumsambaratisha kabisa.
Siku ya leo ilikuwa ni siku ya kwenda kununua silaha mpya, ambazo silaha hizi zilikuwa zimeweza basi kuletwa katika eneo ambalo ni la bahari. Walifika katika eneo basi la bandari, walikutana na miambao. Miambao walipeana signal, wakaweza basi kupeana mabox, na mabox haya yalikuwa ndani yake kuna samaki, na samaki hao walikuwa wamekufa kabisa. Walipokagua zile bunduki, wakaja kugundua kwamba zile bunduki pamoja na bastola hamna risasi ndani. Hapo bosi akawa ameweza kutengeneza mchezo ambao mchezo huu ni hatari sana. Akafunga moja kati ya bomu, ambalo bomu hili lilikuwa ndani ya briefcase ya pesa. Hapo kumbe button ilikuwa katika simu yake, na akamwambia yule mzee alikuwa anamuuzia silaha, naomba nikwambie kitu kimoja, mimi ni mjanja kama ulivyokuwa mjanja, naomba ukaniletee risasi zangu haraka sana. Hakuna silaha inayokuja bila risasi. Asa katika nyakati hizo wakamchezea mchezo. Bosi Jung akamwambia Lieutenant Mintai aende kwenda kuwasha gari. Kipindi ambacho Lieutenant Mintai anaenda kuwasha gari, hapo akakuta kuna askari mmoja ambaye askari huyu alikuwa anakagua ile gari. Akamshangaa na kisha akaambia, basi naomba uondoke katika eneo hili. Hili eneo ni eneo ambalo basi ni hatari sana. Mimi pia ni askari. Naomba uondoke. Huyu jamaa akajifanya kama vile haelewi. Wewe ni askari kivipi? Mbona mimi sikutambui? Nionyeshe kitambulisho chako. Akamwonyesha kitambulisho kijana wa watu. Mintai alikuwa ajui kama huu ni mchezo, akaminya kabisa yule askari. Ghafla huyo askari, kipindi ambacho anajifanya kama vile hajui kile ambacho basi kimeweza kutokea pale, akaangushwa chini na Lieutenant Mintai. Askari huyu hakujitambulisha jina lake, lakini kipindi ambacho bosi wake ambaye ni Jung alipokuwa anarudi, akamuuliza kwamba nini ambacho kinaendelea hapa? Kwa nini huyu mtu yuko hapa? Akaambia kwamba huyu ni askari ambaye alikuwa anafanya mzunguko wake hapa na pale. Askari yule kipindi ambacho yuko chini, Lieutenant ambaye basi alijui kwamba alikuwa anafanywa mchezo, akashangaa yule askari ameamka anasema, mambo gani haya? Askari akasema kwamba Lieutenant huyu ni askari kweli, na amesema kwa kinywa chake kwamba ni askari. Lieutenant Mintai alipigwa visu pale, na katika nyakati hizo kipindi ambacho mpigwa visu aliweza kuanguka chini, ila kisu kile kilikuwa kimeweza basi kumwathiri. Akachomoa simu yake kwa siri, akabonyeza namba fulani, ambapo namba hii ilipeleka taarifa zake katika timu nzima, ambapo timu yake nzima ilikuwa katika kituo chao ambacho ni cha siri. Wakapata taarifa. Basi pale alamu ilianza kulia, wakapata taarifa kwamba ni Lieutenant Mintai yupo katika eneo basi la hatari sana. Wakafanya utafiti nani ambaye ataweza basi kuna kufanya kazi hii, na kazi hii ni kazi ambayo ni hatari sana. Ndipo tunamkumbuka Gonhu ambaye tayari alikuwa ameweza kufungiwa, hapaswi kufanya kazi yoyote ndani ya miezi 6. Wakaenda kumuomba Gonhu angalau basi aende kufanya basi utafiti huu na kugundua wapi ambako Lieutenant Mintai alipokuwa ameweza kuhifadhiwa. Team leader alikuwa anamtegemea sana. Team leader alikuwa ameweza kumtambulisha na kuweza kumuonyesha kwamba kuna watu tofauti ambao watu hao pia wanaweza kufanya kazi pamoja na yeye. Lakini pamoja na yote haya, Mwamba alikuwa ameweza kukataa ile kazi. Kipindi hicho wakaweza basi kutengeneza mchakato ambao mchakato ulikuwa ni mchakato wa siri. Wakaweza tena kumpigia simu na kumwambia kwamba kuna kitu ambacho ni cha siri. Kuna mtu mmoja ambaye basi alikuwa anahitajika katika timu ya Mwamba huyu ambaye anaitwa Jung. Mtu huyu tuliweza basi kuwake simu yake na kuweza kusikia maongezi yake pamoja na raia mmoja ambaye ni askari wa siri, ambao askari huyu tunapaswa kwenda basi kumkamata na angalau basi tuweze kufanya mahojiano naye, na yeye ndiye ambaye anapaswa kuweza kukuconnect wewe direct kwenda kufanya kazi hiyo ya kuwa sniper. Wakafanya utekaji ambao ni wa siri kabisa. Wakamtuma Choi akajifanya basi ni dereva wa taxi. Choi akamchukua kijana wa watu ambaye ni askari wa siri, ambaye askari huyu ni sniper ambaye anapaswa kwenda kufanya kazi na Jung ambaye tayari ameshaweza basi kumfanyia manuva Lieutenant Mintai. Sasa kipindi hicho timu nzima ilipanga mkakati wao kwenda kukutana chini ya daraja. Wakapaki gari zao pale mbele na nyuma. Hapo huyu Choi akatoka ndani ya gari na akaanza basi kuongea maneno yake ajabu. Huyu Mwamba jina lake lilikuwa ni Choi Jung Seok, ndio mmoja kati ya masniper hatari sana waliokuwa basi wanaenda kufanya kazi na huyu Mwamba anaitwa Jung. Na katika siku ya leo alikuwa basi anataka kwenda kufika katika eneo hilo ambalo la siri, na hapa alikuwa ameweza kujiingiza katika mikono ya hidden identity, na maanisha kwamba watu wasijulikana kabisa katika ulimwengu, katika nchi ya Korea. Katika nyakati hizo wakamtuma Mwamba ambaye ni Gonhu akaanza basi kuzirusha hapa na pale. Gonhu kipindi ambacho anapigana naye kwa muda mrefu kidogo, sasa huyu team leader aligundua kwamba kuna style moja ambaye Gonhu akianza kuitumia tu hiyo style, basi ukijua kwamba hakuna mtu anayeweza kuamka hapo, basi team leader akasema kwamba bana, kila mtu arudi ndani ya gari, kesi imeshaisha hii. Ukashangaa team leader nini ambacho anakiongea, na hapo Gonhu akafanikiwa kuweza kumdhibiti huyu Mwamba na kisha wakaweza kumkamata kwa ajili ya kufanya naye mahojiano ya hapa na pale. Sasa kibaya zaidi ni kwamba Lieutenant Mintai
kumbe hakufa, na Lieutenant Mintai ni siku ya pili sasa ajulikani mahali ambako alipo. Sasa Jung ambaye alikuwa bosi wake akasema kwamba nimetafuta taarifa zako katika vituo vya polisi, haujulikani wewe ni nani. Nimetafuta taarifa zako katika maeneo tofauti tofauti, watu hawakufahamu wewe ni nani. Kile kitu ambacho kimeweza kunipa mashaka makubwa sana, na ndio maana nikakutumia wewe mtu angalau basi aweze basi kukugundua wewe ni nani na kukufanyia wewe mahojiano, kwa sababu nilianza kukufuatilia kwa muda mrefu sana, lakini sikuona makosa aina yoyote kuhusu wewe, na tumefanya kazi ndani ya miaka 3. Sasa huyu mwamba alikuwa ameweza kumuhifadhi, lakini huku Gon-Hu akawa naye pia anapaswa kuweza kukonektiwa angalau basi akafanye kazi ndani ya kile kikosi kwa ajili ya kwenda basi kuna kumuokoa mwamba ambaye ni Lieutenant Mintai, kwa sababu hawajapata uthibitisho kwamba amekufa au la. Gon-Hu akapewa fake identity, yani akapewa fake ID, na hiyo ID hapo basi kuna mtu mmoja ambaye anaitwa Choi. Huyu ndio yule mwamba ambaye alipigana naye Gon-Hu, na katika siku ya leo alifanya maongezi pamoja na Jung, na huyu mwamba akasema kwamba nimekutumia kijana mmoja ambaye ni mzuri sana katika swala zima ya kazi ya usniper. Basi kijana huyo ndiye ambaye basi nitamwagiza hapo kwako. Basi katika nyakati za usiku kabisa, Jung akiwa amepaki gari lao katika eneo la kona, akaja pale Gon-Hu. Gon-Hu akamwambia kwamba mnahitaji dereva. Basi watu wale wakawa wamekaa kimya, akaona nyewa shenzi nini, akaingia ndani ya gari. Katika nyakati hizo ndani ya gari pale huyu IT wako Kijung akachukua simu yake na kuanza basi kuiskani, wakagundua kwamba ile simu haina jambo la aina yoyote. Basi na katika nyakati hizo wakawa wameweza kumwekea GPS ya kwao, yani GPS hiyo ilikuwa ni GPS ya hatari sana. Sasa wakawa wamegundua kwamba mtu huyu hana taarifa zote zile ambazo kwa basi zinaweza kumuhusu. Na kizuri ni kwamba walipokuwa wameweza kumpeleka ni kule katika makazi yao, wakaanza kufanya naye mahojiano. Akamwambia basi tuna kazi ambayo tunapaswa basi tuweze kukupa. Basi mwamba akasema nipo tayari kwa ajili ya hiyo kazi. Bosi akashangaa sana, upo tayari kwa hiyo kazi? Hiyo kazi unaijua? Bosi akaambia kama hiyo kazi ulikuwa unaijua, hebu niambie ni kazi gani? Mwamba akasema kwamba mimi nipo tayari kwa kazi kwa sababu mimi ni mwanaume, na kwanza nataka basi niweze kusolve shida zangu. Shida zangu mimi ndio zinanifanya basi niweze kufanya kazi. Bosi akasema aha, kumbe wakaja watu fulani, kikosi cha watu wawili katika eneo lile pale. Mtu huyo mmoja ambaye alikuwa anaitwa 100%. Alipofika katika eneo lile pale, aliwasalimia watu wote na kisha akafanikiwa kuweza kumuona Gon-Hu. Gon-Hu kipindi ambacho ameweza kuonekana pale, nyakati hizo 100% akamkwida na kusema kwamba wewe ni askari na ninakufahamu. Bosi akashangaa, wewe ni askari kivipi? Mbona mimi nimeambiwa kwamba ni askari ambaye alikuwa anafanya kazi katika kikosi ambacho ni cha kijeshi na sasa hivi ameweza kuacha. Bosi akashangaa kinoma. Huku 100% ameshamwekea kisu katika eneo la shingo, yani anataka kumwachia hata selusi, yani anajua kabisa huyu ni askari. Bosi akataka kuweza kugundua ukweli, akamuuliza, "Je, wewe ni askari?" Sasa Gon-Hu anashindwa hata la kujibu pale. Yani hali ni mbaya kabisa. Sasa inategemewa kwamba bosi aweze kutoa maamuzi mawili tu, aidha Gon-Hu aweze kuuawa au aachwe akiwa hai. Bana, mimi nafikiri kwamba tuishie katika episodi hii ya kwanza hapa. Je, Gon-Hu atauawa au ataachwa? Tukutane katika episodi ya pili. Bye bye for now.